Kama kuna wakili ameongea, anaongea au ataongea katika namna ambayo imekatazwa na sheria, huyo wakili anapaswa kuchukuliwa hatua kwa yale aliyoyafanya. Mimi na uhakika mpaka sasa hivi hakuna mtu yeyote ambaye amelalamika kwenye kesi husika kwamba uhuru wake na haki yake imeathiriwa kwa wakili fulani kuzungumza na vyombo vya habari akiwa katika viunga vya mahakama za Tanzania. Kwa hiyo mimi natoa wito kwa Mheshimiwa Jaji Mkuu. Haya mambo haya ya kutaka kufanya haki iwe inafanyika kwa siri yanaweza yakalipeleka taifa pabaya, kwa sababu kuna kanuni ya msingi kabisa ambayo inasema haki haipaswi tu kutendeka, inapaswa kuonekana inatendeka. Sasa itaonekanaje kama waandishi wa habari hawezi kupata hizo habari za mambo yanayoendelea mahakamani? Tunaficha nini mahakamani? Tunaficha nini? Lakini haiwezi ikawa ni kosa tu kwa mawakili kuzungumza na waandishi wa habari katika namna ambayo inaweza kaathiri haki, wakati ambapo kuna wadau wengine katika mnyororo wa utoaji wa haki wanazungumza na vyombo vya habari kwa mambo ambayo yanahusu haki za watu, na mahakama haitoi makatazo kama haya. Kwa sababu mahakama kwa mujibu wa ibara ya 107A kubwa, ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Tanzania, mahakama ndio mlinzi wa haki, custodian of justice. Tawapa mfano hapa. Kila mtu chini ya ibara ya 13 ibara ndogo ya 6B ya katiba ya Tanzania anahesabika hana hatia mpaka pale atakapotiwa hatiani kwa taratibu ambazo zimewekwa kwa mujibu wa sheria. Lakini ni mara nyingi tumezoea kuwaona makamanda wa polisi wa mikoa mbalimbali wanawakamata watu, wanawaleta mbele ya kamera za vyombo vya habari na wanautangazia umma kwamba wamekamata wahalifu, wakati watu hao bado hata hawajafikishwa mahakamani, na kesi za jinai msingi wake ni unaanzia polisi. Mahakama haioni kama hiyo ni kasoro. Yani mtu anakamatwa ni very innocent, analetwa kwenye kamera, kamanda wa polisi anatuambia tumekamata majambazi haya hapa. Hiyo kauli ya huyo kamanda kusema wamekamata majambazi tayari na athiri mwenendo wa kesi itakao kwenda kufunguliwa mahakamani, kwa sababu tayari mahakama, kama kweli mahakama wewe inaangaliaga vyombo vya habari, itakuwa imetengeneza picha kichwani kwamba hawa tayari ni majambazi kwa sababu kamanda fulani wa polisi wa mkoa fulani ameshawaita hawa ni majambazi. Kwa hiyo kama tunataka kulinda uhuru wa mahakama, kama tunataka kulinda mienendo ya kesi zinazoendelea mahakamani, tabia hii isipigwe marufuku kwa mawakili tu. Kama itakuwa kweli ni sahihi kufanya hivyo, tupige marufuku na mapolisi wasio wanaongelea mambo hayo ya kuwaita watu ni wahalifu wakati ambapo watu hao bado ni watuhumiwa tu, na kwamba mashtaka yao yanapaswa kupelekwa mahakamani ili mahakama ndio iende kaone kama watu ni majambazi kweli au sio. Hii tabia inakera sana. Ibara ya 13 ibara ndogo ya pili ya katiba ya Tanzania imepiga marufuku kuweka utaratibu wowote au kutunga sheria yoyote au kanuni yoyote ambayo ni ya kibaguzi. Huu utaratibu ambao msajili wa mahakama amekuja nao ni utaratibu wa kibaguzi huu, kwamba kwenye mnyororo wa haki ambao mawakili ni sehemu ya mnyororo huo ndio wanapigwa marufuku kuongea na vyombo vya habari, ila wadau wengine kwenye mnyororo huo wa utoaji haki ambao mahakama ndio mlinzi mkuu wa haki za watu wengine hao wanaruhusiwa kuongea na vyombo vya habari huko walipo katika namna ambayo inaathiri kesi, katika namna ambayo pengine inaweza kutafsirika kama wao wanavyotafsiri inaingilia uhuru wa mahakama. Mahakama inapaswa kuwa refarii kwenye mashauri yaliyoko mahakamani. Na mimi nadhani hasa katika mashauri ya jinai ambao tuna uzoefu kabisa wa watu kubambikiziwa kesi. Zipo kesi hapa na Rais Samia Suluhu Hassan ni shahidi wa hili na amekuwa akilikemea watu wasibambikiziwe kesi. DPP anapeleka kesi anawabambikizia watu. Alafu kesi zikifika mahakamani zikianza kulipotiwa kwenye vyombo vya habari, wanaanza kutafuta visingizio kwamba watu wasiongee na vyombo vya habari. Kama ambavyo watu walifahamishwa mwanzoni kabisa wa mchakato wa mashtaka wa kesi fulani ambayo iko mahakamani leo kupitia makamanda wa polisi, jamii inayo haki ya kujua muendelezo wa hizo tuhuma. Mnasema Wendi katakatisha fedha, kaiba hela sijui nani. Mnapeleka kesi mahakamani kule mnataka tufanye kesi kama vile wale wachawi ambao huwa wanawanga usiku wakati watu wengine wamelala. Hilo jambo halikubaliki. Kesi za jinai zinapaswa kuendeshwa hadharani.
watu waje waone. Si umepeleka kesi mwenyewe bana, kwani kuna mtu alikulazimisha umshtaki mtu? Lakini hivi vifungu vya sheria vilivyonukuliwa hapa kwamba ndio msingi wa katazo hili na vifungu hivyo vinatoa uhalali kwa katazo hili kuonekana kwamba ni jambo halali, hivi vifungu havizungumzi hayo mambo. Kwa hiyo watu wache na uhuru wetu wa kuzungumza na vyombo vya habari, na itakapotokea mimi au mtu mwingine ambaye anataka kuzungumza na waandishi wa habari kafanya kosa, huyo mtu ashtakiwe. Kamati ya maadili ipo. Mimi mwenyewe nimeshawahi kumpeleka jaji kwa utovu wa nidhamu, kwa utovu wa maadili. Jaji nimempeleka jaji mahakamani kwenye kamati ya maadili ya majaji kwa kutokuwa na nidhamu huyo jaji, na kumbukumbu zipo. Kwa hiyo hii katazo kuwakumbusha kila siku mawakili kama vile mawakili ndio hawana maadili, hili ni jambo pia ambalo halikubaliki. Swala la maadili katika utoaji wa haki linapaswa kuzingatiwa na wadau wote: majaji, wasajili, mahakimu, mawakili wa kujitegemea, mawakili wa serikali, mapolisi, askari magereza, waandishi wa habari na mtu mwingine yeyote yule ambaye anahusika kwenye masuala haya ya utoaji haki za watu. Lakini utaona msisitizo kila siku unawekwa kwa mawakili wa kujitegemea. Hivi niwaulize swali ndugu zangu wa Tanzania, kubambikizia kesi mtu ni maadili hayo? Hakimu kupokea rushwa ni maadili hayo? Jaji kumfokea wakili mahakamani na kumuita majina sijui harakati vitu gani ni maadili hayo? Swala la maadili ni mtambuka, linamgusa kila mdau anayehusika kwenye utawala wa sheria. Na mimi sioni namna yoyote ile ambayo mahakama inaathirika kwa watu kuzungumza mambo yanayoendelea mahakamani. Ndio maana mahakama yenyewe ina TV yake, online TV inayo mahakama hiyo TV, kwamba habalisha watu mambo yanayoendelea mahakamani. Sasa haiwezi ikawa ni halali mahakama kuwa na TV yake inawahabalisha watu mambo ambayo yanatokea mahakamani, lakini habari mtindo huo ukitumika kwa ajili ya kesi na hasa zile zinazomhusu DPP, ndio inaonekana ni kosa. DPP anao wajibu wa kuthibitisha mashtaka ya jinai mahakamani dhidi anaowashtaki, tena kwa kiwango ambacho hakiachi shaka. Kwa kiwango ambacho hakiachi shaka. Kwa hiyo yoyote ambaye mimi nataka kunijibu, yeye aje anijibu tu kwamba hizi kanuni na hizi sheria zilizonukuliwa hapa, hizi ibara za katiba, ni wapi zimetaja kwamba wakili haruhusiwi kuongea na waandishi wa habari anapokuwa ipo katika viunga vya mahakama. Aniambie ni wapi kategori kale imezungumzwa hivi. Lakini vinginevyo mimi naona ni kama kutaka tu kushusha heshima ya mahakama, ionekane mahakama na yenyewe inacheza mziki wa wale wasiotaka haki. Ibara ya 18B ya katiba ya Tanzania imetoa mamlaka na haki kwa watu wote kutafuta habari, kupata habari na kutoa habari, hata kama ni za mahakamani, hata kama ni za Ikulu, hata kama ni za bungeni, hata kama ni za chuoni. Watu watafute habari watoe. Na kwa kuheshimu takwa hilo la kikatiba, ndio maana serikali ikaanzisha mahususi kabisa Wizara ya Habari. Wizara ya Habari kwa ajili ya kuwezesha takwa hili la kikatiba liweze kutekelezeka kwa ufanisi mkubwa. Yaani ukisoma hili tangazo unaona kabisa hili tangazo limewalenga watu fulani ambao ni wazungumzaji wazuri sana kwenye vyombo vya habari, na limelenga kudhibiti, kufichua udhaifu wa hicho kinachoitwaga ni kesi ziko mahakamani, wakati kesi zenyewe kimsingi hazithibitiki huko mahakamani. Nyie wenyewe ni mashahidi hapa. Freeman Mbowe si aliambiwa ni gaidi? Hiyo kesi ilithibitika. Lakini katika kutekeleza hayo matako hayo ya ibara ya 18D ya katiba ya Tanzania, Mahakama Kuu ya Tanzania ambayo leo inatoa hili tangazo, Mahakama Kuu ya Tanzania, kwa sababu Mahakama Kuu ya Tanzania ni moja tu, imeundwa chini ya ibara ya 108 ya katiba ya Tanzania. Mahakama Kuu ya Tanzania kwenye kesi ya Jamhuri dhidi ya Freeman Mbowe, Jamhuri dhidi ya Freeman Mbowe, Mahakama Kuu ya Tanzania chini ya jaji wakati huo Dr. Mustafa Siani iliruhusu mwenendo wa kesi ya Freeman Mbowe utolewe mubashara na vyombo vya habari. Narudia, Mahakama Kuu ya Tanzania, hapa si wanasema tusizungumzie mambo yanayohusu mienendo ya kesi mahakamani.
Mahakama Kuu ya Tanzania kwenye kesi ya Jamhuri dhidi ya Freeman Aikaeli Mbowe, Jaji Mustafa Siani aliruhusu vyombo vya habari na mitandao ya kijamii virushe mubashara kesi hiyo, na ilifanyika hivyo. Leo nakuja kutuambia tusiongee na waandishi wa habari mambo yanayohusu mahakama, haki za watu. Mtu anashtakiwa kwa makosa makubwa kabisa ambayo hayana dhamana, amekaa magereza miaka 10, miaka 8, miaka 20, amezalia jela. Hutaki watu wajue kwa kulinda udhaifu wanaoendesha mashtaka. Sisi tutazungumza hii mambo ndani ya mahakama na nje ya mahakama, tutazungumza. Na tuko tayari kwa hatua zozote zile ambazo mahakama itaona inafaa kuzichukua dhidi yetu, ichukue hizo hatua. Sisi tunasimama na wananchi. Wananchi wana haki ya kujua hayo mashtaka, hizo kesi zinaendeshwaje. Lakini ibara 107B kubwa ya katiba ya Tanzania imeitaka mahakama inapoendesha shughuli zake za utoaji haki isizingatie mitandao ya kijamii, izingatie katiba na sheria. Jaji au hakimu anapata wapi muda wa kwenda kuangalia mitandao ya kijamii wakati kesi zinaendelea mahakamani? Ndiyo maana ukisoma vizuri sheria hizi zilizonukuliwa hapa, zinatoa nafasi kwa mtu yoyote kama anaona anaathirika na vitendo vya wakili yoyote, apeleke malalamiko hayo kwenye mamlaka ambazo zimeanzishwa kisheria ili haki yake iweze kupatikana. Haijawahi kutokea jaji yuko mahakamani alafu jaji huyo akajua yanayoendelea kwenye mtandao. Basi atakuwa azingatii matakwa ya sheria. Hakimu yuko mahakamani anasikiliza kesi, kumbe wakati huo anasikiliza mtandaoni wanazungumza nini, au chombo gani cha habari kinazungumza nini. Hilo ni jambo ambalo limepigwa marufuku na ibara 107B kubwa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mahakama ijikite kwenye yale ambayo yako ndani ya mamlaka yake. Mambo hayo ni ya utoaji haki, kulinda haki za watu. Ni jambo ambalo linatia huruma sana, yani huruma mno. Watu walitarajia kwamba mahakamani ndio sehemu sasa wajiachie, wapate haki, kujua yanayoendelea. Wewe hata ukiongea maneno gani, jaji asikie hayo maneno. Jaji yuko mahakamani, yeye anaangalia katiba, anaangalia sheria. Hakuna namna unaweza kumshawishi jaji kupitia chombo cha habari ili aweze kumfunga au kumwachia mtu. Hakuna namna hiyo. Hata huyo jaji amekatazwa kufanya hivyo. Kwa hiyo unaposema kwamba unaingilia uhuru wa mahakama kwa kuongea na chombo cha habari kesi iliyoko mahakamani, mimi nadhani ni tafsiri potofu. Ni tafsiri potofu kwa sababu huyo jaji wala hajui yuko nyie mnaongea nini. Na wala mimi sijawahi kuona tangu nimezaliwa. Tangu nimezaliwa sijawahi kuona hukumu yoyote ya mahakama inayosema kwamba huyu mtu anafungwa kutokana na gazeti fulani liliandika habari fulani, jaji akashawishika. Lakini ili kuthibitisha haya ninayosema, sisi mawakili tunapokuwa tuko mahakamani, wakili ukisimama ukaiomba mahakama ikupe jambo fulani, ikupe haki fulani, usipotaja kifungu cha sheria, mahakama haiwezi kukupa hicho unachokiomba. Kwa hiyo kumbe tunakubaliana hapa kwamba mahakama ili iweze kutenda haki inategemea na sheria ambayo wewe muombaji unaitumia kuiomba mahakama ikupe hiyo haki. Sasa chombo cha habari sio kifungu cha sheria. Mtandao wa Twitter, sijui mtandao wa Instagram, mtandao wa Facebook, sio kifungu cha sheria ambacho jaji anapaswa kukizingatia kutoa haki. Kwa unapotuambia kwamba tukiongea na vyombo vya habari eti inamuathiri jaji kule kwenye kutoa maamuzi, jaji wala hayupo kwenye hiyo mitandao. Hayupo. Mimi sijawahi kumuona jaji yote yuko mtandaoni. Sijawahi kumuona jaji yote yuko mtandaoni, wala mimi sijawahi kumuona jaji yote anaandika hukumu kwa kuzingatia gazeti la Mwananchi au la Nipashe. Sijawahi kumuona jaji anaandika hukumu kwa kuzingatia taarifa ya habari ya ITV au Azam. Sijawahi. Hukumu zote ambazo mimi nazisoma, na ndivyo inavyopaswa kuwa, ni majaji na mahakimu kutoa hukumu hizo kwa kuzingatia katiba na sheria. Kwa hiyo kwa kuzungumza haya, ninaamini kabisa mahakama itaelewa, na yeyote ambaye anataka kuitumia mahakama kuzuia haki za watu wengine akome, aache hayo mambo. Tukutane mahakamani, tuendeshe kesi, na hizo kesi hazijaanza leo kuripotiwa na vyombo vya habari. Nimetoa mfano hapa kesi ya Freeman Mbowe. Lakini kuna kesi ya Tundu Antipas Lissu pale, Jamhuri dhidi ya Tundu Antipas Lissu. Kesi hiyo inarushwa mitandaoni. Huwezi kusikia watu wanalalamika.
Watu wajue si makesi makubwa mnataka nyewe wenyewe, na mmenyima dhamana kwa watu kupata manani dhamana wanapokuwa wameshtakiwa na hizo kesi. Mnaogopa nini? Mnaogopa aibu. Kama mnaogopa aibu ya kwamba watu wasijue kinachoendelea mahakamani, msiwabambikizie watu kesi. Msiwabambikizie watu kesi. Lakini kwenye kesi za jinai ikumbukwe tu kwamba na izingatiwe kifungu cha 192 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kinasema kesi zote za jinai zinapaswa kuendeshwa kwenye mahakama ya wazi. Na mimi mara kadhaa nimekuwa nikisema kwamba kesi hizi kubwa kubwa kwa nini zisiwe zinaendeshwa pale kwenye uwanja wa Uhuru? Alafu watu wakaingia bure kuja kusikiliza, waone huyo muhaini ni nani, alifanyaje huo uhaini. Ndio maslahi ya umma yanalindwa kwa namna hiyo. Maslahi ya umma hayalindwi kwa kuzuia watu kutokuongea na waandishi wa habari. Na msajili wa mahakama kuu kama yeye anaamini, kama anaamini msajili wa mahakama kuu kwamba anaathirika kwa mimi kuongea na waandishi wa habari pale mahakamani, anipeleke kamati ya maadili ya mawakili akanishtaki huko. Na sisi hatutegemei uwakili kupigania haki za watu. Sisi tumeteseka sana. Mimi nimekaa gerezani miaka 2 kwa kesi ya uongo. Uongo kabisa ambao ulikuja kudhibitika mahakamani. Sasa kama mimi wakili naweza nikashtakiwa kwa kesi ya uongo nikateseka magereza miaka 2, wewe mtu ambaye sio wakili ambaye hujui sheria, unadhani hawa wanaweza wakakutendea au wakakulindia haki yako kwa namna gani? Haya mambo yanakera sana. Huyu anayetoa hili tangazo, mwanae hajawahi kushtakiwa, mwanae hajawahi kuwekwa jela, yeye mwenyewe hajawahi kushtakiwa, wala mkewe wala nani. Ndio maana wanaona kila kitu tunachokifanya sisi ni harakati. Sisi hatutaki mabaya ambayo tumefanyiwa na mfumo huu wa utoaji haki ya wakute watu wengine, na hasa wasiokuwa na sauti. Ndio maana sisi tumejitolea kuwa sadaka na sauti ya watu wengine, kuongea na waandishi wa habari. Kesi ikiisha, kwanza anayepaswa kulalamika ni mwenye kesi kwa mujibu wa kanuni, kama itaonekana anayeongea ameathiri haki za huyo mwenye hiyo kesi. Na tunatarajia huyo mlalamikaji mwisho wa siku malalamiko yake yaje mahakamani. Sasa kama tayari mahakama imeshachukua upande, hiyo mahakama kesho inawezaje kutenda haki kama kuna mtu ataamua kupeleka malalamiko kwa hichi ambacho kinazungumzwa hapa? Kwa hiyo mahakama kuna haja wakati wote kubaki kama referee, isiwe na upande. Anayeathirika na hivi vitendo vya waandishi wa habari kuripoti hizi kesi, aende akapeleke kesi kunakohusika. Tutaenda kupambana huko, tutajuana huko. Hamtaki kesi? Wenzetu Kenya kesi zote zinaendeshwa mubashara, sio klipu. Jambo TV warushe klipu, mubashara kesi inaonyeshwa hadharani. Nyie hapa kuonyesha kesi hadharani imekuwa ni siri. Tuliwahi sisi kuwa na utaratibu kwenye muhimili wa bunge. Bunge live, watu wanaona bunge linafanya kazi zake namna gani. Bunge chombo cha wananchi. Bunge ni muhimili wa dola. Mahakama nao ni muhimili wa dola, inapaswa kuiga kinachofanyika bungeni. Bunge live. Lakini haya yanayofanyika, mimi naamini haya ni kulinda maslahi ya wakandamizaji haki. Mashtaki watu kwa uongo, mnashindwa kudhibitisha kesi zao, hamtaki mambo hayo ya ukandamizaji yajulikane, mnakuja kutoa makatazo ambayo hayafuati sheria wala hayafuati katiba. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwa ujumbe huu, ili katazo litafutwa, mahakama itabaki kushughulika na masuala ambayo yanaihusu mahakama. Masuala ya maadili ya mawakili yana utaratibu wake wa kushughulikiwa, na bahati nzuri utaratibu huo umeainishwa kwenye hizi kanuni. Kwa hiyo sio kazi ya mahakama kwa ngazi ya msajili. Msajili wa mahakama kuu sio mamlaka ya maadili ya mawakili. Sio mamlaka ya maadili ya mawakili msajili wa mahakama kuu. Wala hapaswi kutoa hili tangazo kwa sababu yeye sio mamlaka ya maadili ya mawakili. Maadili ya mawakili yanasimamiwa na hizi kanuni ambazo kazinukuu. Kuna kamati ya maadili ya mawakili ya chama cha wanasheria wa Tanganyika TLS, kuna kamati ya maadili ya mawakili, kamati ya kitaifa ambayo inaongozwa na mwenyekiti ambaye ni jaji wa mahakama kuu. Hizi ndizo mamlaka zinazopaswa kushughulika na maadili ya mawakili, na zinashughulika na maadili ya mawakili pale ambapo zinapokea malalamiko rasmi dhidi ya wakili fulani kukiuka maadili, sio kutoa makatazo ya hivi ya jumla haya. Mimi ni mdau namba 1 wa maadili. Mdau namba 1 wa maadili kwa sababu naamini kila kazi lazima izingatie maadili. Na ndio maana
wakati fulani jaji fulani aliponitukana mahakamani, nilimpeleka huyo jaji wa mahakama kuu ya Tanzania kwenye kamati ya maadili ya majaji, na alienda kuniomba radhi. Aliniomba radhi kwa sababu kuna watu wanafikiri kwamba jaji ni Mungu, kwamba akosei. Kuna watu wanafikiri kwamba msajili wa mahakama kuu ni Mungu, hakosei. Wanaokosea ni mawakili tu ambao ni mashetani. No, sheria ya nchi hii imeweka maadili kwa kila mdau anayehusika kwenye kazi zote, sio za sheria tu, kazi zote. Ndio maana hata kwa mfano kwa viongozi wa umma wana secretariat ya maadili ya viongozi wa umma. Kwa hiyo maadili ni jambo la msingi, na tunapotimiza wajibu wetu, tunapotumia haki zetu za kikatiba na kisheria kuhakikisha maadili yanalindwa, haki inapatikana, isionekane tunavunja maadili. Kwani mara ngapi mahakimu wamekamatwa na rushwa? Mara ngapi? Ni maadili hayo sasa? Mara ngapi polisi walifuta kesi 1840 za kubambikizia watu? Polisi walifuta kesi hizo, ipo kwenye rekodi. Leo wanaokumbushwa maadili ni nani tu? Ni mawakili tu wa kujitegemea. Haiwezekani. Nyie kama mna matatizo yenu na mawakili, tafuteni forum zingine, lakini sio kutumia visheria hivi ambavyo kimsingi havisemi hao mambo, kuonea mawakili, kuwasimanga mawakili. Mawakili wa nchi hii ni raia halali kabisa wa nchi hii, na kazi wanayoifanya ni kazi halali, kazi ambayo ipo kwa mujibu wa sheria, na wanapaswa kuifanya kwa moyo wote kuhakikisha kwamba nchi hii inapata ustawi kwenye eneo hili la haki. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu waandishi wa habari, kama kuna jambo lolote pengine ambalo mnataka kulifahamu kwenye haya niliyoyazungumza, mnaweza